Oldonyo Media. Habari karibu nawe. Historia ya Brian Gatliza. Kuzaliwa. Baba yetu mpendwa alizaliwa mnamo mwaka 1893 katika wilaya ya Masai, ambayo kwa sasa ni wilaya ya Rungwe. Akiwa ni mtoto wa 7 miongoni mwa watoto 7 wa mzee Gatliza. Kazi. Baba yetu mpendwa enzi za umri wake alijishughulisha na ufugaji, kilimo pamoja na biashara. Katika eneo la familia, baba yetu mpendwa alijaliwa kuwa wanawake 11, ambapo miongoni mwao walioko hai ni 6 na waliotangulia mbele za haki wako 5 watoto. Brian Gatliza alijaliwa kuwa na jumla ya watoto 68, ambao miongoni mwao watoto wa kiume ni 34 na wa kike ni 34. Aidha, miongoni mwa watoto wote waliopo hai kwa jinsia ya kiume ni 30 na waliotangulia mbele za haki ni watoto wa kwa jinsia ya kike waliopo hai ni watoto 27 na waliotangulia mbele za haki ni watoto 7. Wajukuu. Katika maisha ya familia, Brian Gatliza alijaliwa kuwa na wajukuu 287. Vitukuu. Baba yetu mpendwa alijaliwa kuwa na vitukuu 188. Vilembwe. Baba yetu mpendwa alijaliwa kuwa na jumla ya vilembwe 7. Ubatizo. Brian Gatliza alibatizwa tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka 2022 katika kigango cha Mfereji, parokia ya Mwenjo. Baba yetu mpendwa aliwahi kuwa mwanachama wa TANU mwaka 1920. Pia amewahi kuwa mtunza mali, hususan fedha na mifugo, kipindi kile cha vita vya Idi Amin Dada. Kwa ujumla wake, baba yetu mpendwa alikuwa ni mtu mpenda maendeleo. Ugonjwa. Baba yetu mpendwa hajawahi kuwa na ugonjwa wowote mkubwa zaidi ya homa za kawaida, ambazo kwa sehemu kubwa zilitokana na uzee wake. Hata hivyo, familia imekuwa ikimpatia huduma na matibabu kwa kadri madaktari walivyoshauri. Kupumzika. Baba yetu mpendwa alipumzika mapumziko ya milele tarehe 21 mwezi wa 4 2025 majira ya saa 4 usiku akiwa na umri wa miaka 132. Shukrani. Familia inapenda kutoa shukrani nyingi na dhati, kwanza kwa madaktari ambao wamekuwa wakija kumhudumia baba yetu kila mara tulipo wahitaji. Pili, familia inapenda kuwashukuru ndugu, jamaa na marafiki walioshirikiana nasi katika msiba huu. Na mwisho, lakini sio muhimu, familia inawashukuru sana wanakijiji wote kwa faraja zao na ushiriki wao na upendo katika kuhifadhi mwili wa baba yetu mpendwa. Mungu awabariki wote. Bwana ametoa, Bwana ametoa. Jina la Bwana litukuzwe.
Tunakuomba ampokee mbinguni huyu ndugu yetu aliyokula karamu ya mwili na damu yako, ili hata mara moja ya kwamba wameachwa na Mungu. Tutikie, twakuomba utusikie. Tusali kwa ajili ya ndugu zetu marehemu, ili Mungu Mwenyezi apende kuwapokea katika ufalme wa mbinguni. Twakuomba utusikie. Mungu Muumba wetu na mkombozi wa waumini wote, usijalie
mavumbi, utarudi kuwa mavumbi, lakini Bwana atakufufua. Mungu, siku zako hazina mwisho na rehema zako hazina idadi. Kumbushe daima kwamba maisha ya hapa duniani ni mafupi na ya kwamba hatujui tutakufa lini. Roho wako Mtakatifu atuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu. Fike salama katika ufalme wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina. Uandiko ishara ya Bwana wetu Yesu Kristo, mkombozi wetu, aliyekukomboa kwa ishara hii, upumzike kwa amani. Amina. Tumeambiwa umri wa mzee ni miaka 132. Sijui nyie wenzangu, lakini kwa mimi nadhani ndio mara ya kwanza nimefika kwenye msiba. Naona kile kibao kuzaliwa ni kabla ya mwaka 1900. Ile neno kuzaliwa, mwaka wa kuzaliwa ni kabla ya 1900. Mimi ndo mara yangu ya kwanza nadhani kushiriki msiba kama huu. Kwa kweli ni siku kubwa kwangu ya kumbukumbu kubwa kwamba tumekuja kwenye boma hii ambayo mzee ameishi na ameishi kweli kweli. Lakini sio hivyo tu, ameishi na amekuza boma kubwa. Tumeona, tumesimama hapa tukisubiri familia iende kuaga. Nilikuwa naongozana na mwenyekiti wa Lusimogori, akaniambia, ndugu yangu mbunge, unaona raha ya kuoa wake wengi? Ananionea kwa sababu mimi na mke mmoja na Mungu amenijalia watoto wawili tu. Kwa lakini nikasema ni kweli. Nikamwambia wazee wetu walifanya hivi kwa sababu kwa miaka mingi ile hii ardhi hii usingeweza kulinda kama una boma kubwa. Kwa naamini ilikuwa hivyo, lakini sio hivyo tu. Kwenye boma hilo tumepata kiongozi mahiri sana ambaye ni mwenyekiti wetu wa kata, ambaye nimefanya naye kazi vizuri sana kwa kipindi changu hiki cha miaka 5 sasa. Walinipokea yeye na mheshimiwa diwani tangu naanza harakati hizi kwenye kampeni, na wakati wananipokea kata Mfereji ni kweli ni kata ambazo kweli zilikuwa nyuma sana kimaendeleo, lakini namshukuru Mungu kutokana na uongozi imara wa mwenyekiti wa kata akishirikiana na viongozi wenzake, mheshimiwa diwani na wengine wote, tumejitahidi sana. Tumezindua ofisi ya mtendaji wa kata, lakini kule kijiji cha Donyo na Do ambapo ndiko mapenzi yangu na moyo wangu upo, tumeanza na shule ambapo sikutegemea, lakini maji yanakwenda. Lakini mara ya mwisho kwenye ziara nimewaahidi watu wa Komesha, waliniwekea bango kubwa, kwa hiyo nikawaahidi Mungu akiniongoza basi sasa kwa kata ya Mfereji sehemu inayofuata ni Komesha. Kwa ndugu zangu mjue kwamba nakumbuka vizuri. Kinde mare rugulen chapai amu ake yange babala. Ampa rugulie na anga rugulie. Ake yange. Esipa ore kularin 132. Akajiri nyane ya rabongo kipema. Ake bongo. Amumoru tokol. Nera roi erage eruha ko kunyore le kudwa. Ninye kejina yale ka amanya nalo ameri orgedianye na baba na lela jaga sinne kagaro nebi irunye kiligi ameni joro ibasi ne horoina amero haye kote igi joga ka yashanale iredona ai arbadiri era kanyo bero nonga kuilang nija neji meara stress neji nanya irande sidai lama saya alira yok ngomona le amerira reyok
entoki nai stress namayiolo na stress nikidora na Maasai iya ngibiribira nende ngibiribira netii ake nkulie miata enchipai tiatua oltau lino miata enkiyeng'iyeng' sidai eniton amu iyata mbaa kumok nikigira asudaki meeta naapa nche kulo lankakui amu iltung'anak lemeeta nkibiribira torrok nana. Ore yiok nikiata nkumok naibung'ita yiok naleng, ibung'ita yiok umasikini, nibung'ita yiok enkiba nikiata, nibung'ita yiok kuna daikin nikinyaita hovyo amu nepu irmurran. Ama kai ing'ua irmurrani olo anya chipisi paa iji indim atobiko ilarin naaba nija? Miindim. Kai ing'ua ormurrani olo aok empinyo, indim atobiko? Che aekinye empinyo emanyit nimibaya anya larin le Biblia. Ore sinye ena chips ninyaita nemikiyieu amu endaa kinyi naleng meher osesen. Ore nkulie baa kumok olarrabali toi likiata ake lemikiyiewokino. Kake tenikipal nena baa pookin nikipuo dukuya nimaniki pee kitum maisha adoru alang kuna taata inyi. Tenikipuo aaku kiata enkata sidai nikiyang'iyang'are, enkata sidai nikinya ndaiki sidan, kake ayieu najoki ntae le Maasai lang emaramatisho amu ore ele sina lonyaita yiok eramatare toi kitapala. Nikidumunye aapuo mjini irmurran nikiing'ua eramatare. Ore oltung'ani oota nkinejik are nelo alo aing'ua alo mjini alo arripisho, kai naari inko piibikoo naa ilo ina mjini nilo atumore nkulie maisha tofauti okuna narmaasai. Nilo aaku meokito olchani amu eokito apa oremit, neokito kiloriti orkeek pookin lenkop. Kake erara nji enemuoi oltung'ani paracetam, eninkonji ai orkiti shani lorgoo. Kake apa laapapa naa kegurruma eoki ormukurran negurrumai nitauni esumu tiatua oltau tiatua osesen. Ore naata mekure kintiu ina maisha amu kidumunye aing'ua maisha ang' apa orkuak lang irmaasai. Emanyita aramatisho maibung'a entoki naji enkiteng'. Siankai maibung'a enkiteng'. Ore enaang' apa ayia enkoro ai olarrabal linonok pookin wenaang' namayiana sapuk amu ore taata irmaasai baiki anya tolosho naa irkarsis oirure. Amu ore nai piini nena kera naaba nija ontasati naaba nija elaa naa emayiana. Etobiko taa Nyankakui naisho ntae pole naa kaisho ntae pole naa kentagoloto amu metii onye inewueji amu ainkaraki taake duo kitamoo mikiyieu nai nelo Nkakui lang amu akirure eton ore nkumok naleng. Itu kata nanu aning aikata miaka 132 kipuo ake msibani neji miaka 80 amu eshomo ninye apa peeta miaka 86 nepuo irkulie 100 na kuteremka chini. Kake homo ninye ele enkarne nabo onusu karne misisi Enkai ang' homo naleng metaa orkilikuai emaramatisho maibung'a orkuak lang amu nakata metepu yiok kuna stressini naeta iltung'anak mapema, mpreshani, isugarini nana king'oling'ol akeyie pookin ninye naaki yiok nena pookin. Kake nikitoni aaku duo kiramatisho nikimbung'ita enkop ang' nerrip yiok Enkai nimaniki kiata ilarin kumok. Nchooki emayian ntae Enkai ajo ashe enkoro ai poleni, Mwenyezi Mungu awatie nguvu. Ashe oleng. Nimekuja kufurahia maisha ya baba yako. Hapa nimekuja kabisa kwa rafiki yangu na nimeona watu wengi ala tanaa tongana Enkai. Sasa sijui watu ni wa kwako au ni wa baba, lakini naamini poleni sana na msiba. Kwa niaba ya wenye viti kata zote 20 tunatoa pole kwa ndugu yetu mwenyekiti mwenzetu ambayo amempoteza baba yake. Kwa kweli pole sana mwenyekiti. Tunajua pamoja na miaka yote inauma, haijalishi pamoja kweli tuko kwenye sherehe kwa sababu baba yetu amekaa miaka nyingi sana. Mimi sijui mimi na wewe kama tunafika huko, lakini jiulize tukiwa na upendo tutafika. Lakini
Tukiwa tunatengenezeana ajali, hatuwezi kufika. Ndugu watumishi wa Mungu, mmesema sana. Mimi hapa sina cha kusema, lakini naomba nitoe salamu za mwenyekiti wetu wa chama, ndugu wetu Wilson Lengima. Alikushafika hapa kwa mwenyekiti wetu wa kata hii ya Mfereji na alikushatoa pole zake, lakini leo ameniomba nifikishe salamu zake kwa waombolezaji wote. Poleni sana. Tunaungana kutoa pole, lakini msiba huu utufundishe. Ndugu zangu, tuendelee kuungana, tuache kuchonganishwa. Sisi wana Monduli tushikamane, tuache watu wanaotugombanisha. Oldonyo Media, habari karibu nawe.